Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kwa majina ni Khamis Muhammad Khamis. Kwa sasa mimi ndio director wa Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan School. Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan School imegawanyika kwa vitengo viwili. Kuna Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan Junior School ambao iko chini ya Madam Firdaus, yeye ndio principal. Kisha Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan Secondary School ama Senior School ambao iko chini ya Sheikh Rishad. Shule alhamdulillah ilianza toka mwaka wa 1985 na alhamdulillah sisi tulikuwa katika lot ya kwanza ambayo tulisoma katika hii shule mwaka wa 1985, tukamaliza hapa 1987. Kisha ndo tukaenda mashule mengine ambao ni wakati ule ilikuwa ni system ya zamani, tulisoma A levels. Alhamdulillah, baada ya kuzunguka sehemu nyingi za nchi, sasa nimerudi hapa. Nilirudi hapa kama principal kwanza kutoka mwaka wa 2019. Kisha hii system mpya education ya CBE ilipoanzishwa, tukawa na hivi vitengo viwili. Mimi ndo nikawa director, chini yangu ndio hawa ma principal wawili. Kwa hivyo alhamdulillah, sofa tashukuru, tuendelea vizuri. Performance yetu katika academics alhamdulillah imekuwa nzuri. Pia tunapata ile feedback wanafunzi ambao wamemaliza hapa, alhamdulillah tunapata feedback nzuri kwa vijana wetu ambao wamemaliza hapa. Zile kazi ambazo wanakuwa wanafanya huko nje ni very professional. Ikiwa ni madaktari alhamdulillah wanafanya vizuri kama madaktari, wale walimu alhamdulillah wanafanya vizuri. Kwa hivyo tunamtayarisha yule kijana akitoka hapa aweze kupambana na maisha kwa njia zote. Tunatarajia mwanafunzi professionally awe yuko qualified kimasomo, apite vizuri mitihani, profession yake asome vizuri, lakini pia upande wa akhlaq, upande wa maadili pia tunatarajia yule mwanafunzi awe mzuri. Ndio tunasema wakati wote mwanafunzi akimaliza hapa hatuangalii tu kuwa ametoka na A, bali tunaangalia ametoka na A na pia ni mtu ambaye atafit katika society sawa sawa, mtu ambaye atajua maadili yake. Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan tunajulikana sasa hivi wanafunzi alhamdulillah, tunachukua wanafunzi kutoka sehemu tofauti za Kenya. Tuna wanafunzi kutoka Northeastern, tuna wanafunzi kutoka Western, tuna wanafunzi kutoka Rift Valley, tuna wanafunzi yani alhamdulillah cutting across the country kote, na alhamdulillah tumekaa vizuri upande wa wasichana na upande wa vulana. Tumefanya vizuri alhamdulillah so far, na tunatarajia kuwa kila tukenda matokeo yetu pia ya mtihani yatakuwa bora zaidi. Kwa majina naitwa Sheikh Rashid Rajab Ramadan, principal Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan School, kitengo cha secondary na senior. Tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa hii siku adhimu ambayo kwamba tumeisubiri kwa muda mrefu. Katika majengo ya shule na majengo mengi sana alhamdulillah rabbil alamin, lakini kuna jengo moja ambalo kwamba ni abraz na lajitokeza kwenye compound ya shule ambao ni msikiti, na ili jengo kwa muda mrefu limekwako halijashughulikiwa kikamilifu kuhusiana na masala ya renovation. Na kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, kisha kwa uweledi wa director wetu na wasimamizi wa shule yetu wakiwemo board of trustees na board of management, tunashukuru renovation zimeweza kutimizwa, na msikiti leo biidhnillahil karim taufungua upya kwa mara ya kwanza baada ya renovations, na mashallah ni msikiti ambao kwamba mimi nitasema sasa hizi ndio msikiti mrembo kabisa Mombasa alhamdulillah rabbil alamin. Kama tujuavyo sisi tuna wanafunzi hapa wavulana na wasichana, ni muhimu sana wapate environment
ambayo kwa wao watapenda kukaa pale kwenye msikiti. Kwa hivyo tumeufanya ule msikiti uwe mkubwa, msikiti tumeongeza kwa size, msikiti tumeurembesha pia kwa kiasi fulani, ili angawa wale wanafunzi wavutiwe na waweze kutumia muda mwingi pia katika ibada. Tunajua ibada kwetu sisi ni kitu cha kwanza. Maisha yetu yote yanazunguka katika swala 5 za kila siku. Kwa hivyo ukiwa ule msikiti utakuwa unavutia kwa wanafunzi, kwetu sisi itakuwa ni aula, ili ule mwanafunzi wakati wowote atakuwa na hamu, mwadhini ukiadhiniwa tu atakuwa na hamu kufika msikitini, kwa sababu yale mandhari ya msikiti vile ulivyo. Na pia wanafunzi wakifanya hivyo, tunatarajia kuwa watakuwa wanashikamana na ibada, na baada ya hapo zile ibada insha Allah wataendelea nazo pia baada ya kumaliza shule. Kwa hivyo tumerekebisha msikiti insha Allah. Leo ndo swala ya Jumaa, insha Allah itakuwa swala ya kwanza baada ya marekebisho, na mtajionea wenyewe ile hali ambayo ulivyo sasa hivi msikiti. Kwa wanafunzi unavutia, na pia watu wa nje, wale majirani zetu na wale wapita njia. Mara nyingi huu msikiti unaserve wale watu ambao wako barabarani, wanatoka masafari yao Malindi, Lamu. Ikifika time ya swala, mara nyingi huwa wanaswali katika msikiti wetu. Kwa hivyo pia utaupa hadhi ule msikiti, na watu majirani pia watavutiwa kuja kuswali katika msikiti wetu wa Sheikh Khalifa bin Zayed. Kwa miaka mingi na mingi, shule hii imeweza kuwa taasisi ya elimu, ambayo si elimu tu, bali imeweza kulea viongozi, imeweza kulea vijana wenye maadili na tabia njema katika jamii hii, kupitia mfumo ambao unafundisha taaluma na vile vile kuunganisha malezi ya Kiislamu. Shule hii imeweza kuendeleza watu, viongozi kama tulivyosema awali, kwa mbali sana, si jijini Mombasa peke yake, bali kwa nchi nzima na vile vile katika dunia nzima. Kwa nini msikiti kwetu ni muhimu? Wallahi, msikiti hapa Sheikh Khalifa School, kwanza ukiingia kwenye compound yetu, msikiti umejitokeza hata mbele ya ile geti. Nikisema ndo abraz albinaya, ndo building ambao kwamba ndo jengo ambalo kwamba limejitokeza zaidi kushinda jengo lolote lingine kwenye compound yetu. Hiyo wale walioasisi hii shule, wallahi kuna kitu walifanya, na labda nilikuwa ndo nia yao, kuwa hapa kwanza ni Mungu kwanza, ni Allah kwanza, ni dini kwanza, ni imani kwanza. Na hii hata inaonesha katika ile moto ya shule ambayo sema al-ilmu wal-iman, na iko kwenye vision zetu, na iko hata kwenye mission na vision zetu. Alhamdulillah, kwa hii ni shule ya dini. Hii ni shule ambayo kwamba usimamizi wake unasimamiwa kwa mujibu wa dini ya Kiislamu na sheria zake. Alhamdulillah rabbil alamin, na dini hapa ndo inaopatiwa kipaumbele, na huu msikiti ni kila kitu kwetu sisi, subhanallah, kwa sababu sisi twafundisha, lakini kwa mara nyingi sana mafundisho yetu ya klasini na silabasi zetu za Ministry of Education tunayapatia mafungamano makubwa na dini yetu, na ndio maana leo maona kuna graduates ambao kwamba wamekwenda nje, wamekwenda university na wametoka, wako kwenye sehemu tofauti ambazo kwamba wanafanya kazi. Wamekuwa leo wao ni watoto wetu, ni watoto kusifika, ni watoto wanasifika kwa akhlaki, watoto wanasifika kwa tabia, watoto wanasifika kwa uaminifu, kwa sababu ni malezi ambayo kwamba ya dini walioyapata wanapokuwa hapa. Ukiwa wewe ni mtoto wa shule ambaye hulali shule, una swala mbili lazima utaswali kwenye jamaa, ya salatu dhuhr na salatu al-asr, lazima uswali kwenye jamaa. Ukiwa wewe ni boda, utaswali swala 5 kama wewe ni mwanamume kwenye msikiti. Kama ni msichana, utaswali swala 4. Wasichana waswali maghrib na isha, ila salatu al-fajr wanaswali kwenye dormitory zao. Hapa watoto ni lazima kwenye raka ya kwanza watoto wote wawe wameshafika salatu al-fajr. Swala zote tunahimiza, tunakokoteza
tunawafanya ni wajibu wawekwa kwenye safu al-awwal. Salamu ikitolewa ila loko kuna dharura kuswa, dharura ya hali ya juu kabisa, ndo atakubalika awe ana udhuru, because tunakuuliza kwa nini umechelewa kuja kuswali. Alhamdulillah, baada ya kila swala ya dhuhuri kila siku katika siku za shule tunatoa mawaidha kwa watoto. Alhamdulillah, tunasimamisha swala ya Ijumaa siku zote, alhamdulillah rabbil alamin. Tuna imamu wetu hapa mashallah, kuna mimi ambaye kwamba nasimamia pia ni khatibu, tuna walimu wetu wa dini ambao kwamba pia wanatusaidia katika kuzitoa khutba. Kwa hivyo wanapata kuelimishwa na watu tofauti, si mtu mmoja, si mimi peke yangu. Mimi kuna imam mashallah Abdullah Abbas, tuna ustadh Salim Omar Buya, tuna ustadh Shahib alhamdulillah rabbil alamin, tuna ustadh Hamud alhamdulillah rabbil alamin, na wengi wengine ambao kwamba tunasaidiana kushikana mikono. Ustadh Athman, ustadh Suleiman Shivasi, tunashikana mkono katika hili gurudumu la dini, ili watoto wakitoka hapa wasiwe ni madaktari tu, wasiwe ni mainjinia tu, wasiwe ni maloya ama accountant peke yake, bali wawe Waislamu kwanza kisha profession zao. Yani awe Muislamu daktari, awe ni Muislamu lawyer, awe ni Muislamu accountant, awe ni Muislamu engineer. Hilo ndo lengo letu, kwa sababu tuna imani kuwa Uislamu ukiingia kwenye chochote unakifanya bora, unakifanya kiwe na baraka, inaleta tuseme nini ile, inaleta lile jambo linakuwa linafana zaidi lau litafanyika juu ya misingi ya Uislamu. Kwa hakika msikiti hapa, kwa hivyo msikiti ndo moyo wa shule yetu. Msikiti, jengo la msikiti ndo moyo wa shule yetu. Na kama kina sisi wengine hapa, mimi ndio ni mwalimu leo, mimi ni principal, lakini mimi kwanza natumwa kuja hapa kwenye hii shule kusimamia dini. Yani mimi lau si msikiti, mimi leo nisingekuwa kwa kazini. Subhanallah. Yani acha niseme wazi, labda mimi hapa nimekuja kwanza kwa ajili ya msikiti kabla ya mimi kuwa mwalimu. Niletwa hapa kwa ajili ya masuala ya dini. Kwa hivyo mimi ule msikiti ni sababu ya mimi kupata riziki baada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah. Na hiyo ndo alaka kubwa ambayo kwamba ninayo na msikiti. Na tunafanya kazi kubwa ya da'wa hapa kwa watoto wetu wa kiume, kwa watoto wetu wa kike, na wallahi tunajivunia kusema kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala watoto wetu wamekuwa na athari kubwa sana kule nje. Si universities wanazokwenda na si kwenye makazi baadaye wakishapata. Wallahi watoto wetu popote walipo, majority muadhamuhum, yani wengi wao, kuna athari kubwa. Hatutakosa wale ambao kwamba watapotea njia na nini, lakini tuzungumza asilimia kubwa ya watoto wetu leo ni watoto ambao kwamba kwa sirata almustaqim, watoto ambao kwamba wanajielewa, wanajifahamu na wamejibeba kwa imani na tabia nzuri. Inshallah tualika wote ambao watakuwa kwa njia ama waje watembelee msikitini, watembelee wanafunzi. Saa nyingine tuna wageni tunawaita, wanazungumza na wanafunzi, wanapatia kalima kwa motivate, na inshallah kwa njia moja ama nyingine itainua umma kwa jumla. Shukran wa jazakumullahu khair. Msikiti hujengwa kwa mawe, hujengwa kwa simiti na mengineo yanahusisha kujengwa kwa msikiti, bali thamani ya msikiti huu unajengwa, ama thamani ya msikiti hujengwa kwa wale wanaojaza msikiti huu kuweza kufanya ibada, kuweza kutafuta elimu na vile vile kuweza kujikuza kwa maadili na tabia njema. Huu si mwisho wa safari, bali ni mwanzo mpya na urithi mpya wa Sheikh Khalifa bin Zaid Al Nahyan Secondary School ndani ya Mombasa. Mimi wako Al-Akh Yusuf Musa, na nyuma kamera kama kawaida ndugu yangu Hassan Adam Yusuf. Wabillahi tawfik.